Hujambo na karibu kwa mukhtasar wa Dira awamu ya saa 3. Mimi naitwa Omar Abud. Marekani imetoa mwito wa kufanyika kwa uchunguzi wa haraka na kamili juu ya madai ya ukiukaji wa haki za kibinadamu nchini Tanzania baada ya kushikiliwa kwa wanaharakati wa Kenya na Uganda Boniface Mwangi na Agatha Atuhaire ambao sasa wameachiliwa. Mwanaharakati Boniface Mwangi na Atuhaire wa Uganda walizuiliwa nchini Tanzania mapema wiki hii ambapo walikuwa wameenda kuhudhuria kesi ya kiongozi wa Chadema Tundu Lissu. Shambulizi la anga la Israel huko Gaza limepiga nyumba ya daktari na kuua 9 kati ya watoto wake 10 hospitali anayofanyia kazi katika mji wa Khan Yunis. Hospitali ya Nasir imesema mmoja wa watoto wa daktari Ala Al-Najjar pamoja na mumewe wamejeruhiwa lakini walinusurika. Graham Groom, daktari wa upasuaji wa Uingereza anayefanya kazi katika hospitali hiyo, amesema alimfanyia upasuaji mvulana wa miaka 11 na aliyenusurika kwenye shambulizi hilo. Na hatimaye rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amewataka raia wa nchi hiyo kupambana na kile alichokiita utawala wa udikteta kwenye taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali. Katika hotuba ya nadra aliyoitoa na kuirusha moja kwa moja kupitia mitandao, Kabila anayedhaniwa kuwa kwenye mojawapo ya nchi za kusini mwa Afrika amesema ni sharti udikteta ukomeshwe na demokrasia, hali nzuri ya uchumi na utawala unaowajali wa watu urejee nchini humo Kongo. Tamati ya mukhtasari wa Dira kwa sasa. Taarifa hizi na nyingine nyingi zidi kuitegea Iqra FM na mimi endelea kuniita Omar Abud. Kwa habari zaidi na matukio endelea kutegea Iqra FM 95.0 au tupate mtandaoni moja kwa moja kwenye tovuti ya www.iqrafm.com au